Jonathan Kangalombo kwangu mimi ni mchezaji mkubwa mzuri sana, mchezaji mkubwa alafu mzuri. Kwa nini mchezaji mkubwa? Ana uwezo wa kucheza position yoyote kwenye nafasi zile za juu. Leo mwalimu amemchezesha kama top striker kule juu na amefunga goli katika lile eneo la mwisho, lakini kiwango chake kwenye namna ambavyo alivyokuwa anacheza, mimi binafsi nimependa alivyokuwa anacheza, kwa sababu alikuwa anajua namna ya kuchomoka kwa kimbia mabeki, alikuwa anatengeneza nafasi, alikuwa na uwezo wa kupiga mashuti. Ni mchezaji mzuri ambaye kama mwalimu atamtumia kwenye eneo la mwisho katika staili hii, ana uwezo wa kuzalisha magoli mengi na assist nyingi sana kwenye lile eneo. Kwa kwenye eneo la shambuliaji ni mzuri pia Kangalombo. Yani ni mzuri, yani tofauti na ambavyo watu walikuwa wanategemea kwamba anaweza kuwa winga pase ambaye atakuwa anakimbia pembeni na kupiga mitungi na nini, lakini tofauti na jicho langu ambalo limeona ni mechi ya pili mwalimu anamtumia kama striker wa juu, na anapomtumia kama striker wa juu maana yake ni kwamba ana uwezo wa kutengeneza mianya ya mipira ambayo inaingia kwenye eneo la mwisho, anatengeneza njia ambazo watu wa mpira wanajua, yani kuna nafasi za wazi zinatengenezwa za kufunga magoli mepesi. Angalia goli lake alilofunga leo la CRDB, amepasia nyavu, yani kwa maana kwamba amepasia nyavuni, hakupata tabu kwenye kuscore kwa sababu alishatengeneza mwanya wa kufunga. Maana yake ana uwezo wa kutoka huko akakulazimisha beki ili kule watu ambao wa mwisho wanaopiga mipira wa mwisho wawe eneo sahihi wa kupiga mipira ya kuburuza, ambayo yeye akifika kwa spidi yake ana uwezo wa kuchomoka kwa haraka na kupasia golini. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji mzuri ambaye anajua kutafuta nafasi. Kubwa kuliko lote ni kwamba tunaelekea kwenye mchezo dhidi ya Tabora. Mimi nawapongeze tu wachezaji wa Songea, wametugea mechi nzuri. Unaweza ukachukulia poa, lakini kuna timu ambazo zilikutana, timu kama hii wanatoka kwenye mashindano tena wanaweza kufungwa hata 5. Kwa mfano Azam. Wakutana na Songea. Azam wabovu wakutana na timu kama Songea hii, wanaweza wakala hata 5, kwa sababu angalia walivyotolewa na Mbeya City. Angalia jinsi walivyotolewa na, simeweza mkachukulia poa timu ya ligi daraja la kwanza, lakini angalia Azam walivyotolewa na Mbeya City. Hizi timu za ligi daraja la kwanza ni timu nzuri, zinacheza vizuri. Kwa hiyo kama unapata mechi nao, utaona quality ya wachezaji wako ambao mara nyingine wapate nafasi kwenye timu za ligi kuu. Wakipata nafasi kwenye michezo kama hii, quality na uwezo utaiona. Kituo kinachofuata ni dhidi ya Tabora. Yes. Sasa hapa yule dada akapiga kelele, yule ni mtu wa michambo tu. Bado mnawafuata nyumbani. Na mimi niliwahi kumwambia mtu mmoja nikasema, huyu dada kitu ambacho anaweza sio kuwa msemaji wa timu. Anaweza akachukuliwa akaenda kwenye kikundi cha yule mzee Yusufu sijui nini modern taarabu nini pale wanahitaji wale modern taarabu nini. Baki Tabora kwa mtindo wanaoenda nao Tabora. Mimi naweza nikasema ile ni Tabora modern taarabu. Tabora modern taarabu. Kwa sababu hawana msemaji, wana mtu mchambaji ambaye anaweza mipasho. Yule ni modern ile Tabora modern taarabu. Hamna timu pale kaka. Nakwambia mimi, usimuone votola na stendi. Watu wanagusa wanachia wanapelekea moto. Wampelekwa moto na kina Kigi Makasi. Kina Omar Hamisi, yani Omar Hamisi. Mimi nakumbuka nimecheza naye Mwananyamala. Yani Sheikh Tabora alifungwa na timu wachezaji wanatoka Mwananyamala. Akia Mungu nakwambia. Asa ukimkuta anaongea huko anatamba na timu yake, unaweza ukasema ni Barcelona ya mpira wa miguu. Lakini staili ambayo yeye anazungumzia mpira ni staili ya michambo ya taarabu. Ile ni modern taarabu. Kwamba timu hawana. Bwana mimi sahili, lakini shairi la leo akusi usiwaimbia Songea. Songea wamejitahidi, wamecheza mpira mzuri sana. Na hawa kwanza tuwapongeze kwa ujasiri wa kuleta timu. Hawa sio kama wale ambao walikuwa wanakimbia. Hawa sasa kwa kuwa shairi, wananchi wanapenda shairi. Nipigie shairi la amejaribu kutekenya mbingu, ngoma imemgomea. Amejaribu kutekenya ngoma imemgomea. Siweze Fundigereji mmoja tu nikimtamka. Hebu rudia tena, wananchi wanakuelewa. Minamuogopa Mungu, nyie mnanisakazia. Huyo si mwingine Mangungu Galili.